Ninawasihi tukishamaliza hizi mada zetu zote tutoke na maazimio. Na azimio la kwanza tunalokwenda kutoka nalo hapa ni swala la kufuta kabisa fedha ambazo bado ziko huko kwa wananchi ambazo walikopeshwa, walipaswa kurejesha lakini hawajarejesha. Mimi ninaomba tukitoka mahali hapa, kila mmoja na timu yake tukakae kikao cha kufanya mabadiliko. Tuweze kujitathmini, wewe kwenye eneo lako umefanya nini? Kwa nini eneo lako halina vyoo? Kwa nini eneo lako usijue kafikiri kwamba masuala ya kutokuwa na vyoo ni swala tu la afisa mazingira. Na wewe afisa maendeleo ya jamii, eneo lako halina vyoo, wewe umeshughulikiaje? Mna mambo mengi, mambo ya mikopo, mambo ya kushughulika na ukatili dhidi ya wanawake na watoto, masuala ya mtakuwa, fursa mbalimbali za wananchi kuwekeza, kwa sababu nyie mnashughulika na masuala ya maendeleo ya jamii. Mtu hawezi kuendelea kama hajawekeza, mtu hawezi kuendelea kama hajajishughulisha na shughuli za kiuchumi. Na mwisho, dawati la huduma za msaada wa kisheria. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta lile dawati. Je, tunashughulikaje nalo kuondosha kero kwa wananchi? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, leo tuna kundi la muhimu na kundi la msingi sana, hasa kwenye swala la kiuchumi. Singida sisi tunatajwa kwamba sisi hali yetu ya kiuchumi si nzuri. Je, afisa maendeleo ya jamii katika eneo lako umefanya nini ili kubadilisha uchumi wa watu wako? Hata kama ni kwenye masuala ya kilimo, usimwachie afisa kilimo. Wewe maendeleo ya jamii ndio unajua baada ya kulima ni maendeleo yanakuja. Je, wewe unashirikianaje na afisa kilimo katika kuhakikisha kwamba watu wako wanapata maendeleo? Kwa kweli tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha ya kwamba yale ambayo tumekasimiwa na Mheshimiwa Rais au umekasimiwa na mkurugenzi na viongozi wako wengine katika ngazi ya wilaya tunayafanyia kazi na hatimaye naleta matokeo, ili na sisi tuonekane kwamba ni watu ambao tuna impact katika jamii. Twendeni tukasimame kwenye nafasi zetu. Sisi tu peke yetu tunaweza tukaleta mabadiliko makubwa sana. Maafisa maendeleo ya jamii mna jukumu kubwa la kuhakikisha utekelezaji sahihi wa mwongozo huu katika ngazi ya halmashauri unafanyika. Kwa hiyo mnapokuja kujengewa uwezo, ni jambo jema tunapoanza mwaka mpya wa fedha basi tuone matokeo, kwa sababu mpaka sasa matokeo bado yako chini sana. Kwa lazima na wewe kuguse katika moyo wako. Kwa hiyo kwa maana nyingine mtapewa miongozo mizuri ya kuandaa maandiko ya mradi kupitia nyaraka zao kabla ya kuwasilisha, kufuatilia maendeleo ya vikundi, kwa sababu nyinyi mna jukumu la moja kwa moja la kuvianzisha, kuviimarisha. Kwa lazima kupitia kikao cha leo tuambiane ukweli ili tubadilike, tuende tukalete mchango mkubwa kwenye jamii. Lakini pia nimeambiwa mtafundishwa baada ya mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao unaanza 2024-25 mpaka 28-29. Naomba mfahamu kwamba mtakuwa ni mwendelezo wa juhudi za taifa katika kulinda haki na usalama wa wanawake na watoto. Kwa hiyo matarajio ni kuhakikisha kwamba tunaratibu utekelezaji wa mpango huu kwenye ngazi za jamii kwa kushirikiana na kamati za ulinzi, kuwezesha uwepo wa takwimu sahihi za matukio ya ukatili, kufanya kampeni za kuelimisha jamii dhidi ya ukatili kwa kushirikiana na wadau, kuwezesha mafunzo ya waathirika na kuhakikisha huduma za msaada wa kisaikolojia, kisheria na kiafya zinapatikana. Lakini ndugu washiriki, katika mada ya fursa ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, tutakuwa na swala zima la kuhakikisha mnaangalia na kufuatilia utekelezaji wa mpango wa taifa wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kuunganisha wananchi na taasisi zinazotoa mikopo kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali, kuratibu makundi ya uzalishaji na kuwajengea uwezo ili waweze kujitegemea kiuchumi, lakini kukuza dhana ya kufanya kazi kwa bidii na kujituma miongoni mwa jamii zetu. Lakini pia kuna swala zima la huduma wa msaada wa kisheria ya Mama Samia. Huduma hii ni moja ya alama muhimu kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunapolitenda haya tunatekeleza masuala makubwa ya serikali, na kazi kubwa tutakuwa tukifanya ni kuelimisha wananchi juu ya haki zao, lakini kuweza kuwaratibu vizuri waweze kupata hii huduma. Hii huduma itakuwa haina maana
kama wananchi wetu hawataratibiwa na kupelekwa kwa watu wa huduma, lakini pia kushirikiana na watu wa huduma na wananchi kusimamia na kuhakikisha kwamba mashauri yao yanapatiwa ufumbuzi. Lakini kubwa, nimefurahi leo tumekutana. Mimi ni mwenzenu. Mimi ni mwanasayansi ya jamii. Sisi ndio namba 1 katika mustakabali mzima wa kutenda kazi. Sisi ndio tunaandaa raia wema, raia bora, raia waelewa. Kwa hiyo unapoitwa afisa maendeleo ya jamii, kila eneo linakuhusu. Kwa hiyo katika kazi zenu, kilimo wewe upo, afya upo, barabara upo, maji wewe upo, nishati sijui ya umeme. Yaani hakuna eneo afisa maendeleo ya jamii halikuhusu. Lazima tuwekeane malengo na tupimane kwa malengo hayo. Tija sio wengi wetu. Tija ni namna ambapo tunaenda kuigusa jamii positively ili hao wenzetu wapate watu ambao wameandaliwa vema na wanafanya. Lakini sisi tunahusika na swala moja kwa moja la urekebishaji tabia. Kwa hiyo leo mimi nawashukuru, nilikuwa nawatamani sana niwaone maafisa maendeleo ya jamii wenzangu. Tuulizane, tunafanana? Tunafanya kazi? Tuna mpango kazi? Tuna ndoto ya kuwatoa na Singida hapa walipo? Kwa hiyo tunaposema kikao kazi, ni kikao kazi kile kikao kazi. Ni kikao cha operation ya kumtadua mgonjwa hapa leo, tumpe tiba, akitoka hapa awe amepona. Haya mengine ni by the way, tunapeana tu taarifa. Lakini kubwa leo tunakuja kusema kwa nini hatuko kwenye field. Nini kinatuzuia tusifanye kazi zetu ambayo jamii inatarajia?